nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani. Napenda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako kuna amani. Napenda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani. Napenda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani. Napenda nikae nawe Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako kuna amani. Napenda nikae nawe Bwana. Baba, tunakushukuru, tunalinua jina lako jioni ya leo. Ni asante kwa wema wako, ni asante kwa fadhila zako. Umetukuka sana, kando yako hakuna mwingine. Ni asante kwa sababu ya maombezi siku ya leo. Tunapoendelea Bwana, tunaomba neema yako, tunaomba roho chako kikatutangulie, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru, na kila mmoja aseme amen. Amen. Asanteni sana, tunawakaribisha nyinyi wote ambao mnatufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii ya Regenerated Youth Breed. Karibuni sana tunapoendelea kwa maombezi yetu. Kama vile tunajua tuko na maombi ya siku 7 ambao tulianzia siku ya jana, na tukakuwa na wakati wa baraka sana katika uwepo wa Bwana. Na jana tuliweza kuongoshwa na mtumishi wa Mungu Minister Paul kupitia kushukuru Mungu, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba it is good to enter to his gate with the password of thanksgiving. Na siku ya leo ningependa tukiwa bado kwa ile maombi ya siku zetu 7, maybe kwa wale ambao wanatufuatilia na watatufuatilia maybe baadaye, tuko na maombezi ambao ni ya siku 7 kwa sababu ya mission kubwa ambao tunaipanga pale Kawangware Waithaka, ambao imeandaliwa na Regenerated Youth Breed, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na kibali chake. Na kama vile tuliweza kuwa na wakati wa kumshukuru Bwana siku ya jana, leo ningependa tukaweze kuingia katika prayer item nyingine ambayo itaweza kutusaidia hata tunapojiandaa kuingia katika yale maeneo ya Waithaka katika jina la Yesu. Ningependa nikaweze kusoma neno ambalo litakalotuongoza katika haya maombezi katika jina la Yesu. Najua tutaweza kubarikiwa.
Ningependa tuende katika kitabu cha Isaya. Isaya ni 42 and verse 22. Biblia yangu ni ya Kiswahili, inasema ya kwamba lakini hawa ni watu walioimbiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawido wala hapana awaokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudishweni. Verse 23 inasema ya kwamba ni nani miongoni mwenu atakayetenga sikio lake kusikia haya, atayasikiliza na kusikia kuwa wakati ujao. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapa tunaona ya kwamba maandiko inatuambia huyu ni mtumishi wa Mungu Isaya. Kuna wakati aliweza kupitia hali fulani na Mungu akaweza kumtolea ufunuo. Akaona ya kwamba kuna watu walikuwa wamenaswa, kuna watu walikuwa wamefungwa katika magereza. Lakini maandiko inasema ya kwamba lakini hata kama kuna watu wameneswa na kuna watu wametekwa katika magereza, hapana mtu anaelewa na ya kwamba kuna watu wamenaswa. Hapana mtu anaelewa ya kwamba hawa ni watu wameibiwa. Hakuna mtu ambaye anasema ya kwamba warudishwe kwao. Tunaona ya kwamba ukiangalia katika haya maandiko huku nyuma, kuna wakati Isaya hakuwa na ufunuo wa kuweza kuona haya mambo. Lakini kuna wakati ilifika wakati fulani Mungu akaweza kumfunulia, akamuonyesha ya kwamba kuna watu walikuwa wanafaa kuwa wakifanya vitu fulani, kuna watu walikuwa wanafaa wakitumikia Mungu, lakini akaona ya kwamba walikuwa wamenaswa katika magereza. Jina la Bwana lipewe sifa. Na diposa jioni ya leo tumekuja hapa kama regenerated na kama waombezi kumwambia Bwana ya kwamba tumechoka kuona ya kwamba watu wetu wameibiwa, wamenaswa katika magereza. Jina la Bwana lipewe sifa. Maybe unaweza kujiuliza, passion kubwa ama sababu kubwa ya kwenda pale mission ni gani? Sisi kama regenerated, our heartbeat is to win souls for Christ. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu vile maandiko imesema, hawa watu wamefungwa, hawa watu wameibiwa. Haleluya. Ya kwamba tunaona ya kwamba it is our responsibility as a regenerated to stand the gap. Tumwambie Bwana ya kwamba enough is enough. Wale watu wameibwa, wale wametekwa katika magereza. Jina la Bwana lipewe sifa. Wale wamefungwa katika ufunywaji wa pombe, tumwambie Bwana tunakulilia, kwa sababu tumeona ya kwamba tumesikia kilio ya watu wa Waithaka, tumesikia kilio ya watu wa Kawangware, na kile tumekuja kutangaza siku ya leo ni ya kwamba kila nguvu zote ambazo zimekuwa zikizuilia watu wa Kawangware, hata before tuingie hapo next week the 29, tutangaze ya kwamba nguvu za Bwana zitatutangulia, neema ya Bwana itatutangulia katika jina la Yesu. Sisi hatutanyamaza kuona ya kwamba ndugu zetu wamefungwa na pombe, kuona ya kwamba maeneo yale ya Kawangware tumeweza kutembea pale na tukaweza kuidentify ya kwamba kuna watu wamefungwa kwa madawa. Uraguzi wa madawa uko hali ya juu sana katika yale maeneo. So tunapojiandaa kuingia pale, jina la Bwana lipewe sifa, hatuendi tu kawaida, tunaenda kwa sababu tumeona ya kwamba watu wamefungwa, watu wamezuiliwa. It is our mandate as intercessors, as a watchers, tusimame kwa pengo tuweze kumwambia Bwana. Tunatangaza ya kwamba sisi tutatega sikio, na tumetega sikio ya watu wa Kawangware. Tumesikia kilio ambao wako nayo, na tunatangaza ya kwamba kila nguvu na kila ushukani wote ambao unatawala maeneo yale, unazuilia vijana, unazuilia wamama, kanisa za pale zinazuiliwa. Tumekuja tumwambie Bwana, tunapojiandaa kuingia pale maeneo yale ya Kawangware, hatutaenda tu kwa kawaida, tutaenda na ufunuo. Kuna marango zitaondoka, kuna mapepo ambao zimefunga watu wa maeneo yale zitaweza kuanguka katika jina la Yesu. Tumwambie Bwana, tuombee yale maeneo. Tunajua wakati tunaenda kwa mission huwa tunakuwa na activity ambazo huwa zina happen katika zile mission ambazo huwa tunaenda. Tunakuanga na morning glory, tunakuanga na door to door, tunakuanga na crusade, tunakuanga na revival. Tumwambie Bwana, tunaombea yale maeneo ya kwamba tutakapoingia pale, hata atmosphere, hata
hewa ya maeneo yale yataweza kupinduka, yatasikia ya kwamba kuna neema tofauti na kuna nguvu za ukombozi ambazo zimetutembelea katika jina la Yesu. Kwa hivyo tutaombea hizo siku, tutakuwa pale. Itakuwa ni kutoka tarehe 29 mpaka tarehe 4. Tumwambie Bwana, hizi siku tunaziweka wakfu mbele zako. Adui hatapata nafasi, watu hawatazuiliwa. Wale Mungu amepanga wakaokoke hawatazuiliwa, lazima wataokoka. Wale Mungu amepanga jamii zao zikombolewe, lazima watakombolewa katika jina la Yesu. Tumwambie Bwana ya kwamba hii mission ambayo tunaigojea haitakuwa tu mission ya kawaida. Lazima watu watatolewa katika mashimo. Wale wamenaswa tunatangaza wataachiliwa katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako in the mighty name of Jesus. Shakarababo sandarababo sina rekatabaradadada rekamashtarababo zikayanda rekamasanda baganda rekamashetere baganda ma rekamashetere baganda limashatarababolia likayanda limazina maganda lepasokoteli baganda. Bwana, tunakuja mbele zako oshakalababoza rekamayanda limaganda lemashatarababozeketelia. Tunakuja mbele zako kama waombezi Bwana jioni ya leo. My Father, we have come before you Lord. Shalabaganda marodada likamashetere baganda. Tumekuja kwa sababu ya mpango mkubwa ulio nayo, kwa sababu ya Kawangware, kwa sababu ya Waithaka oshakatarababoria. Tunakalibagandama tunalimashatarababoria rekataya limaganda. Yes my Father, my God, tunakuja mbele zako, tunakuinua sana kwa sababu ya mlango wa baraka ambao umeufungua, kwa sababu waligenerate na kanisa ya Redeemed Gospel rekamashata baganda rekamashata limazia telia maganda limamayanda rekasakata rekataya rababo. Enda mbele za Bwana, hata kama unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, enda mbele za Bwana, ungana nasi hapa kanisani tunapoenda mbele za Bwana, tunapomwambia Bwana ni wewe peke yako, ni wewe peke yako. Shakala babosika rekataya limaganda elia shatali bayanda. Oh my God, tunakuja mbele zako kama waombezi, kama wamishonari. Tunakulilia Bwana kwa sababu ya kazi kubwa, kwa sababu ya mzigo mkubwa ambao umeweka ndani ya mioyo yetu, ambao umeweka ndani yetu, ya kwamba umetutuma pale Kawangware shaka maganda mahaya reka mashatari baganda. Sisi hatutakuwa Bwana watu ambao wataazuma wakati umetutenga, wakati umetuchagua. Oh my God, reka mashatarababo reka maganda limazeria. Tunakuja mbele zako, tunaombea Waithaka sasa reka mashatapaya reka maganda mazia. Yesu, ingie katika Waithaka na maneno ya funjo, teka ule mji wa Waithaka reka mashatapaya reka makataya. Waithaka ninakuita, Waithaka ninakuita sasa. Shalabaganda masanda reka maganda masata. Tangaza Waithaka haitazuiliwa, tangaza Waithaka watu hawatafungwa, tangaza Waithaka kutakuwa na ukombozi wa Bwana. Shaka baganda ma tunanenea Waithaka, tunanenea Waithaka kila umateka kule watu wamewekwa kwa magereza. Shaka tapaya elia makata elia maganda elia mazia limaganda. Yeza, tunaingia na funjo, tuwatangaza ya kwamba watu wa Waithaka waachiliwe, watu wa Waithaka waachiliwe. Vijana wa Waithaka achiliweni, kule mmetekwa na pombe, kule mmefungwa na madawa. Sasa achiliweni kwa jina la Yesu, achiliweni kwa jina la Yesu, achiliweni kwa jina la Yesu. Ninatuma neno, ninatuma neno la ukombozi, ninatuma neno la ukombozi, ninatuma neno la ukombozi. Wewe unatufuatilia kwa mitandao, ungana nasi sasa, tangaza ya kwamba Afrika pepeta elia makata kila umateka, kila umateka, kila
kila umateka, wacha uondoke, wacha uondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. The Bible says we have power and authority to enter kapaya ribaganda ya rababoshata. Tunanenea watawala wa Waithaka, kila nguvu zote, kila upinzani. Sasa inua malango zako, inua kinywa chako, Mfalme hodari anaingia. Ondoa malango zako. We have come with fire, we have come with fire. Waithaka for Jesus, Waithaka for Jesus, Waithaka for Jesus. Eshakabagandama Kawagware for Jesus. We are unstoppable, hatutazuilika kwa kazi ambayo Bwana ameifanya. Shalabagandama. Tuende mbele za Bwana, tulitie jina la Bwana. Eshakabaganda rekamashataba rekamaganda limazeria teria magandama. Watu wa Waithaka waachiliwe, watu wa Waithaka waachiliwe. Tunakuja kutangaza eshakatapa rekamaganda rekamazeria teria makutalina rekasata. Ombea watu wa maeneo yale ya kwamba revival inapoachiliwa wataikubali, hawataikubali. Tunakataa upiga Kristo katika maeneo ya Waithaka. Tunaombea hiyo anga shakataya teria makata teria mashanda. Wataiatilie neema, wataiatilie neema. Watu watakuwa na wepesi wa kukuja kwenye mikutano, watu watakuwa na wepesi wa kupokea wokovu. Shakala baba nekama mama sanda. In the name of Jesus we declare shakataya teria makaya limashanda baba bosikete. Tuende mbele za Bwana mpendwa, ungana pamoja nasi hata kama wakati kama huu ndio unaendelea kujiunga nasi katika mitandao yetu. Enda mbele za Bwana kama waombezi, zitulitie jina la Bwana. Shakatapaya rekamashanda rekamashatapa. It is the will of God, it is the will of God, it is the will of God. Ni makusudi ya Mungu watu wakaachiliwe, mateka wakawekwe huru, kwa sababu Yesu Kristo alikufa pale msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya uovu wetu. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Tutangaze, tangaza dhuhuri ya leo. Shakabagandama rekamashata teria makaya. Tunazima kila nguvu, tunazima kila maroho ya kuteka watu, roho ya madawa. Teria makata ondoka. Achilia Waithaka, achilia watu wa Waithaka, achilia watu wa Kawangware. In the mighty name of Jesus. Tunapojipanga kuingia katika haya maeneo ashakapagandama, wiki ijayo tunaidedicate mbele za Bwana. Kutakuwa na neema, Eshakatapa rekapayandama rekataya lima teria shata ikasokota. In the name of Jesus. Hayara baba shata. Kuna neema inatembea, kuna neema ya maombezi inakutembelea. Utaomba hata kama unasikia kana kwamba unazuiliwa. Shalabaraba. The grace is sufficient, the grace is sufficient, the grace is sufficient. Rekamashanda. Uende mbele za Bwana, mwambie Bwana, tunakuja, tunajua ya kwamba wewe ndio umetuita, wewe ndio umefungua mlango wa kuingia Kawangware na kuingia Waithaka. Vile tunatangaza, tunapojiandaa, tutangulie. Uwepo wako uwe na sisi, uwepo wako tutangulie. Hatutaonekana kama regenerated, lakini wewe Jehova ni wewe utaonekana, ni wewe utaonekana. Chukua nafasi yako. Take the stage our Father, take the stage, take the stage, take the stage. Shalabarabakata. In the name of Jesus. Shalabarabarabaraba rekamasheterebo rimakantarababoria riashandalanana rekosotorobozanda. In the name of Jesus. Unawezaye Mwokozi, unawezaye Mwokozi.
Mwokozi, unawezaye Mwokozi, unaweza, unawezaye Mwokozi, unaweza, Yesu unawezaye Mwokozi, unawezaye Mwokozi, ni wewe unaweza, sema unawezaye Mwokozi, unawezaye Mwokozi, twakuinua kozi, twakuinua in the book of Matthew 28 verse 18 inasema ya kwamba Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimewapa mamlaka yote, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Verse 19, basi enendeni mukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Verse 20, na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru, nanyi natazama mimi umkamilifu wa dahari. Jina la Bwana lipewe sifa. Haya ni maneno ya Yesu wakati Yesu alipokuwa anapanda. Jina la Bwana lipewe sifa. Aliweza kuambia wanafunzi wake ya kwamba mimi kama Yesu nimepewa nguvu yote ya hapa kutoka mbinguni, ya kwamba nanyi nimewapatia uwezo ya kwamba muende mukafundishe watu maneno haya ama hili neno ambalo mlipokea. Jina la Bwana lipewe sifa. Mukawafundishe. Jina la Bwana lipewe sifa. So tunapoenda mbele za Bwana, nikapenda tukaweza kujiuliza, kwa nini kama regenerated tuko na mission? Jina la Bwana lipewe sifa. Nikapenda nikuonyeshe kuwa na mission iko kwa moyo wa Mungu na ni makusudi ya Mungu, kwa sababu hapa aliambia wanafunzi wake ya kwamba nami nimewapa uwezo wa kwenda kuwafundisha mataifa yote na dunia yote, ya kwamba wakafanyike wanafunzi wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakabatizwe, mukisha wafundisha lile neno mukawabatize. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo kile tunaenda kufanya pale Kawangware, hatujatoka katika pattern ya Mungu, kwa sababu it is in the heart of God ya kwamba watu wakaweze kuokoka, watu wakaweze kufundishwa neno. Jina la Bwana lipewe sifa. So maybe unatufuatilia ama maybe uko hapa ndani na unashidwa ni nini hawa watu wanasema wanaenda kufanya pale Kawangware. Tunaenda kufulfill our call in Christ. Praise the name of the living God. Kile ambacho Yesu aliweza kutufia. Haleluya. Kwa sababu Yesu aliweza kukufa kwa ajili ya dhambi zetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo dhabihu ilitolewa katika msalabani,
ndilo lilitufanya ya kwamba tukue wana wa ufalme. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Because the Bible says wale walipokea neno la Bwana wakapewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. So it is the will of God ya kwamba wenye wamesetwa ni ya kwamba hawajajua ukweli. Na ukweli ni ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili ya maisha yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini si ngumu pata, kuna watu pale nje, mtu anateseka na pombe, anashindwa nitafanya nini? Lakini ndio sababu kama kanisa, kama regenerated, kama waombezi tumekuja mbele za Bwana siku ya leo ili tumwambie ya kwamba tumekuja kutimiza neno lako, kwa sababu it is your mandate. Umetuita ya kwamba tuende tukahubiri injili kokote duniani mpaka mwisho wa dahari. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na maandiko inasema ya kwamba nami sitawaacha, nitakuwa pamoja na nyinyi. Haleluya. Kwa hivyo wale mnatufuatilia kwa mitandao, tunapoenda mbele za Bwana, it is the will of God ya kwamba watu katika Kawangware wafunguliwe. It is the purpose of God ya kwamba wakati kama huu tukuwe na mission pale, kwa sababu kuna watu wamewekwa magerezani na hakuna ambaye atawasema wafunguliwe. Lakini namshukuru Bwana kwa sababu ametuambia ya kwamba nimewapa nguvu na uwezo. Haleluya. Endeni nanyi mukawafundishe wengine. Jina la Bwana lipewe sifa. Sijui kama ukiwa hapo wewe ndio umeokoka, umeipata nafasi ya kwenda kufundisha mwingine neno. Haleluya. Na walipopokea waliambiwa na nyinyi endeni mukafundishe wengine mukiwabatiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na diposa tuko na mwito kama huu, kama regenerated, kama waombezi wa kwenda mbele za Bwana, tumwambie it is your will, it is your heart. Haleluya. Ni makusudi yako, ni mapenzi yako watu wawekwe huru, na maandiko imetuambia umetupatia nguvu na uwezo. Haleluya. Kama Ezekieli aliulizwa, hii mifupa mikafu inaweza kufanyika uhai? Imani yake ni kana kwamba ilikuwa chini, lakini akamwambia Bwana, ninaweza kuwa sina imani ya kutosha. Haleluya. Lakini imani ina wewe Bwana. Shalabaganda basaka. Haleluya. Unaweza kusema ya kwamba mimi nimejipanga kwenda mission, lakini sijawahi enda door to door. Kuna neema. Praise the name of the living God. As long as you have received Christ in your life, umepewa uwezo. Go and make the disciples. Hallelujah. To all nations. And I will be with you. Nitakuwa pamoja na wewe hadi mwisho wa dahari, sitakuacha. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tunapoenda mbele za Bwana, nikipenda tuweze kuombea the heart of a missionaries. Tuombee mioyo ya missionary ya kwamba wanapoingia pale hawataenda na uoga. Joshua anaambiwa ya kwamba Joshua, kuwa hodari. Haleluya. Kwa kazi ambayo utakuwa unaifanya, kwa ile njia nitakuelekeza. So because we are going in Kawangware to take the dominion. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaenda kuteka yale maeneo ya Kawangware. Makata parada. Na hauwezi kwenda kuteka maeneo kama hauna ujasiri. Lazima ukuwe na usujaa. Ikifika ni wakati wa vita, unasema adui wa pombe ondoka, adui wa ulevi ondoka. Lakini hatuwezi kwenda tukiwa hohehahe, tutapigwa. Majitu ziko katika yale maeneo. So nataka tuombe the spirit of encouragement. Haleluya. Tuombe ya kwamba kutakuwa na roho ya usujaa na ya kutiwa nguvu. Hatutapungukiwa tukiwa pale katika mission, tukiwa katika ile ground. Kutakuwa na neema. Haleluya. Kama Mungu mwenyewe ndiye anaambia Joshua kuwa sujaa, kuwa hodari. Haleluya. Even us kama waombezi, kama missionaries team, popote mnatufuatilia, lazima tukue hodari. Lazima tujipange kihondari kama soldiers ambao wanapanga kwenda kuingia katika uwanja wa vita. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu tunaenda kutake anga ya Kawangware na kutangaza Kawangware na Waithaka for Jesus.
hatuwezi kwenda kama tumefunga macho. Lazima tuelewe ya kwamba hapa tunaenda kusema Kawangware ama Waithaka for Jesus, bado kuna madhabahu zingine zimeinuliwa, bado kuna miungu zingine zinatawala pale, but we are going there by the fire, by force, in the mighty name of Jesus. Open up your mouth and go before the Lord. Shatarababosikata rema shatarababozikayanda makotorobozikayanda ma, tunakuja mbele zako. Shalabarabaraba, tunakuja mbele zako. Umetuambia ya kwamba Yesu alipoteremka hapa duniani alituachia nguvu na mamlaka ya kupinya na kupinga kila marango. Rekataya rabosa helia shata baganda, tunachukua nguvu, tunachukua uweza. Hatutaingia para Waithaka tukiwa watu wa kawaida. We pray the spirit of a soldier, neema ya sonja, neema ya soja itakuwa juu ya maisha yetu. Rekataya ribaboria. Yes my God and my Father, ninainukia sasa kila nguvu zote ambazo zinatawala katika maeneo ya Waithaka. Helia shatapa rekataya rimaganda helia shanda, ninainukia kila nguvu zote za giza, kila ufalme wote wa giza, kila maroho ya ushirikina, kila maroho ya waganga na wachawi ambao inatawala pale, kwa jina la Yesu. Leka bagandama, leka shata baganda, ninaipiga sasa, ninaipiga sasa. Tangaza vita, tangaza vita, tangaza vita katika anga ya kiroho. Leka tayarima, helia shata, heya rababo. Neno linaambia Yeremia, leka mashakata, hata kama haujui kuongea, mimi ndiye nitakusaidia. Utaenda kuongea maneno ambayo nitayatia ndani yako. Nasi Bwana tunaweza kuwa hatuna ujuzi wa kufanya mishonari, lakini Bwana si ni wewe unatusaidia, si ni wewe unatusaidia, si ni wewe unatusaidia katika haya maombezi, katika hii mission my Father, ni wewe unatusaidia. Shakatapa rekapayanda rekamazeria likataya. My God, tunanena baraka, tunanena ufunguo. Rekamashata, rekamashata. Watu wa Waithaka sasa sikieni sauti ya Bwana, sikieni sauti ya Bwana. Lakatabaladada reka maganda masaya. Enyi marango ambao umezuilia watu wa Waithaka, watu wa Waithaka, watu wa Kawangware, hear the voice of God. Devil, enough is enough, enough is enough, enough is enough. Achilia watu, achilia watu, achilia watu, achilia watu, achilia watu. Rekata, rekataya, rekataya. Freedom, freedom in the name of Jesus. We declare freedom, freedom in Kawangware, freedom in Kawangware. Rekataya, freedom in Kawangware. We declare freedom in the mighty name of Jesus. Shakatapa, every captivity, rekataya. Receive your freedom, receive your freedom, receive your freedom. Kila jamii zote ambazo zimetekwa, rekataya, 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 rekataya. Helia shanda makataya, remashatapa, remashatapa, remashatapa. Marango ondoka, marango ondoka, marango ondoka, marango ondoka. Nguvu za giza ondoka, 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 ondoka. Roho ya ulevi ondoka, ondoka, ondoka. Roho ya kupiga kanisa ondoka sasa, ondoka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakuteka ewe adui wa kanisa. Rapasata, repasaka, remashata. Tutakapokuwa pale tunanena neema, tunanena wepesi. Shakata, watu wakienda door to door watakubalika, watakubalika. Hakutakuwa na pingamizi. Rekataya, ninaangusha kila bendera zote za giza, kila bendera zote, nguvu zote. Shakata, wacha ziondoke, wacha ziondoke. Natuma neno, natuma neno la ukombozi. Kuna watu kuanzia sasa wanatengwa, wanatengwa kwa sababu ya wokovu wa Waithaka. Reign Jesus, reign, reign Jesus, reign. You are the King of Zion, Lion of Judah. Shakatapa, rekapayanda, rekabazeria, rimashanda, remazekete. In the mighty name of Jesus. Oh my God. Shalabarabaraba. Kuna watu wanaachiliwa. Shalabarabaraba. Sio lazima waachiliwe wakati tutafika pale kama missionaries.
nasikia kuna nguvu already imeweza kutembea katika yale maeneo. Kwa imani ninaamini ya kwamba kuna watu wameanza kuguzwa, kuna watu wameanza kuguzwa katika Waithaka, katika Kawangware. Kuna nguvu za Mungu, kuna nguvu za Mungu. Shalabarabaraba. Hata kama hatujafika pale, ninajua ya kwamba kutakuwa na mguso. Ndio hao wanaguzwa, ndio hao wanaguzwa, ndio hao wanaguzwa, ndio hao wanaguzwa. Zile marango ziliwapiga, sasa tunaziweka chini, tunaziweka chini in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wacha ziondoke, wacha ziondoke, wacha ziondoke. Rekabagandama, rekamashanda, rekababozaya, rekamagandamazia, reketeli baganda. Tunatangaza, tunatangaza wepesi wa Bwana, wepesi wa Bwana. Ndio hao wanaguzwa, ndio hao wanawekwa alama. Kutakuwa na shake up katika Kawangware. Tunatangaza shake up ya kiungu. Shalabagandama, rekababosa, in the name of Jesus. Shelelebosa, makanana masete, rekatararabosa. Shalabalabosa. Kuna neema, kuna neema ya missionary shakatapa. Hata kama ulikuwa unasikia hauna nguvu ya kwenda pale kwa mission, ninakuombea nguvu sasa. Pokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana. Shakatapaya pelia shata, pokea nguvu na neema. Hautaenda peke yako, hautaenda peke yako. Kuna uweza wa Mungu, kuna uweza wa Mungu, kuna nguvu zinakusaidia, kuna nguvu zinakusaidia, si wewe peke yako. Shalala basaka, rekabashanda baganda, rebasandararavesete. Kuna nguvu zinakuja, rekataya, rekataya. Kuna nguvu zinakuja kwa missionary. Shalabagandama, yalababoza. Shakatapa. Unaweza kuwa hauko pamoja nasi, lakini baadaye utafikiwa na haya maombezi. Pokea neema yako. Receive your portion, receive your portion, receive your portion, receive your portion. Rekabashanda, rekabaganda, rekamashataba, lababosheteba, rekamaganda, rebabosete. In the name of Jesus. Kolabashata lababosa. Naweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Mwaminifu, mwaminifu, mwaminifu Mwokozi, mwaminifu Mwokozi. Mwaminifu, mwaminifu, sema mwaminifu, sema mwaminifu Mwokozi, mwaminifu, mwaminifu Mwokozi. Mwaminifu, sema mwaminifu, mwaminifu Mwokozi, mwaminifu Mwokozi. Mtakatifu, mtakatifu, sema mtakatifu, mtakatifu Mwokozi, mtakatifu, mtakatifu Mwokozi. Mtakatifu, 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 mtakatifu Mwokozi, mtakatifu, mtakatifu Mwokozi. Unaweza, unaweza
haya unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, mwaminifu, mwaminifu katika Kawangware, mwaminifu Waithaka, mwaminifu we Mwokozi, mwaminifu we Mwokozi, mwaminifu, mwaminifu, sema mwaminifu, mwaminifu, mwaminifu we Mwokozi, mwaminifu we Mwokozi, takatifu, 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 takatifu we Mwokozi, takatifu we Mwokozi, mtakatifu, takatifu, takatifu, mtakatifu we Mwokozi, takatifu we Mwokozi, mtakatifu, takatifu, takatifu, takatifu we Mwokozi, takatifu we Mwokozi. Amen. Tukiendelea katika maombezi, in the book of Isaiah 60 and verse 1 nasema ya kwamba ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Haleluya, jina la Bwana lipewe sifa. Verse 2 inasema ya kwamba maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Haleluya, jina la Bwana lipewe sifa. Pale Isaiah 42 tuliona ya kwamba Isaiah alikuwa anasema, ilikuwa ni kilio, ilikuwa ndani ya Isaiah. Anasema ya kwamba hawa ni watu wametekwa, hawa ni watu wameibiwa, wamenaswa katika mashimo, lakini hapana asemaye achiliweni. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukisonga mbele hapo tunaona Isaiah anasema kwamba ondoka ukaangaze. Praise the Lord. Kwa maana mwangaza wako umekuja. Haleluya. Utukufu wa Bwana umekuchukia, umekuzukia. Haleluya. Mataifa watakuja. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kusema ya kwamba Isaiah kuna wakati alikuwa anaona ya kwamba zile mambo zinapitia, ama watu vile wamefungwa, wako katika magereza, hakuna mtu ambaye ako na mzigo wa kusema waachiliwe. But hapa tunaona ya kwamba kuna ufunuo uliweza kukuja. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya kwamba wale watu wakati waliweza kufunguliwa. Sasa ndio hawa Isaiah anawaambia ondoka ukaangae, kwa kuwa nuru yako imekuja. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. So tunapoenda na tunapojipanga kwenda pale Kawangware na pale Waithaka, tunatangaza ya kwamba sasa kila marango ilikuwa imeseta watu wa Waithaka ikaondoke. Praise the name of the living God. Kwa sababu utukufu wa Bwana unashukia Waithaka pamoja na Kawangware. Haleluya. Inasema ya kwamba kuna giza kubwa itakuja na itafunika makabila wote, itafunika dunia yote, lakini utukufu wa Bwana utanizukia. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. So hata tunapojipanga kwenda pale, ni vizuri ukakuwa na ufunuo ya kwamba siendi tu nikiwa missionary wa kawaida. Haleluya. Ninaenda nikiwa mtu ambaye ako na nguvu za Bwana. Ninaenda ambaye nikiwa mtu ambaye utukufu wa Bwana umenishukia. Haleluya. Kuna mahali maandiko yanasema mpaka wafalme watakuja. Haleluya. Wakitamani hiyo nuru ambayo umeibeba.
Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna kiwango Mungu anaweza kutuingiza kama wamishonari. Hata tukienda pale Waithaka, hatuendi kuwatafuta watu, wanatutafuta. Wanasema ninaona kuna utukufu umebeba. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa maana utukufu wa Bwana utakuwa umetushukia. Kwa hivyo wale wanatufuatilia kwa mitandao na wale wako hapa ndani, ningependa nikuambie ya kwamba kuna wakati utukufu wa Bwana unakushukia. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza kuangaa watu wakikutazama wanasema nimeona wamishonari lakini hawa wako na neema tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. I remember last mission, kuna mahali tulienda na dada mmoja, tukienda door to door to the glory of God, and tukahubiria mtu walikuwa vijana. Unajua bado vijana kukubali injili ni kitu si kitu rahisi, kwa sababu kuna vile bado walikuwa wamejipanga panga na vitu twao. But tulipowahubiria wakasema for the first time tumeona watu wanahubiri wako na kichwa mzuri, wanaelewa kile wanafanya. Jina la Bwana lipewe sifa. Wako na ufunuo hata wakutubeba, hata kama hatukuwa tunasikia kuokoka, tunasikia kuokoka. Haleluya. Mpaka nakumbuka walikuwa wananiambia na mimi hata nataka namba yako, kwa sababu mimi nataka kukuja kanisa kwenye huu unashiriki. Ninawaambia ni mbali hamwezi fika, lakini bado hii kanisa ambao tumekuja mission bado mnaweza kushughulikiwa. Wanasema ndio tunaweza, lakini kuna vile tumeona Mungu amewasaidia. Tunaweza penda tukuje kwa hiyo kizima ambacho huwa mnakunywa maji, tukuje tukunywe hapo, kwa sababu kama mko hivyo si tunaweza endelea kuinuka. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini sio kwa sababu tulikuwa tumevaa suti. Haleluya. Ni kwa sababu utukufu wa Bwana ulikuwa umetuzukia. Haleluya. Haleluya. Watu wanapofunikwa na giza, nuru ya Bwana inatushukia. Mpaka unapata wanatamani kile unafanya. Wanaona unafanya mambo ni mambo tu ya kawaida wewe ukifanya, lakini kwa sababu umeshukiwa na utukufu ya Bwana, yanaonekana ni kama ni mvuto. Yanaonekana ni kana kwamba ni neema ya Bwana. Praise the name of the living God. Haleluya. Kwa hivyo ningependa tunapoenda mbele za Bwana, tunaenda ukimalizia, tunapoenda mbele za Bwana ukaweza kumwambia Bwana, sasa ninaomba ya kwamba tutakapofika pale Waithaka na Kawangware, utukufu wako ushuke. Haleluya. Ile giza imekuwa pale, wacha sasa ikaondoke. Wale watu wamefunikwa na giza, shakatapa, tutangaza ya kwamba wewe giza ondoka. Haleluya. Utukufu wa Bwana unashuka hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hatuwezi kwenda pale na tuache watu wamefungwa. That is not the will of God. Tuko na nguvu na mamlaka, haleluya, ya kufunga mapepo ya ulevi, ya kufunga mapepo ya ukahamba. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Maandiko inasema in the book of Acts 1 verse 8, you shall see power when the Holy Spirit will come upon you. And I believe every one of us as a missioner already we are filled by the power of the Holy Ghost, so we have power. Haleluya. Lakini mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtapokezwa nguvu. So kuna nguvu zingine mtu hupokezwa. Kalabashataba. Nguvu si za kupokea na kukojea tu mission. Kuna nguvu zingine ukipokea Roho Mtakatifu huo unapokezwa. Haleluya. So tunapoenda pale nje kama missionary na kama waombezi, kama waters, haleluya, desire to manifest the power of the Holy Ghost. Haleluya. Shakata. Ile kitu naweza fanya hii mission ikuwa ya kawaida, ni watu kwenda wakiwa wa kawaida bila nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Unaponenea mtu kile kinaweza msaidia kumconvince ni the power of the Holy Ghost. Wengine wamefungwa na maroho mengi mabaya. Karabashata. Na hiyo roho usipokuwa na nguvu za Mungu, kama hujajazwa na Holy Ghost, kama hauna hizo nguvu, unaweza kuzunguka, unaweza kuomba na hakuna change. Lakini namshukuru Bwana ambaye ameamurisha
ya kwamba wakati Roho Mtakatifu atakujia, haleluya, utapokea nguvu, utapokea nguvu, utapokea nguvu. Si utamani ndani ya moyo wako kupokea hiyo nguvu? Pokezwa hiyo nguvu ya Bwana, pokezwa hiyo neema ya Bwana. Wewe hautakuwa mtu wa kawaida, hautahubiria watu tena wakukatae. Tunakataa. It is not the will of God. We are glory carriers, we are life carriers, we are God atmosphere. We carry Jesus. Shakatapaya. Tuende mbele za Bwana, mwambie ninapoingia pale kama missionary ninajiombea, shakatapayanda, nitakuwa na nguvu, sitatembea nikiwa mtu wa kawaida. Shakatapa, kata kuwa mtu wa kawaida, kata kuwa mission ya kawaida. Kuna nguvu utapokezwa, kuna nguvu utapokezwa, kuna nguvu utapokezwa. Pokea nguvu za Bwana, pokea Roho wa Bwana. Shakata baganda, shakata remazia, elia gandama, reka sokata. We shall receive power, we shall receive power when the Holy Spirit will come upon us. Receive the power of God, receive the power of God. Pokea nguvu, pokea Roho Mtakatifu. Shakalalabo rekamarabarabashanda. Kuna waombezi wanapokea neema, kuna waombezi wanapokea neema, kuna missionary wanapokea neema. Pokea neema siku ya leo. Shakalamaganda, shakatarababo. Hautafanya ibada za kawaida, hautaenda kuongelesha watu kikawaida. Oh my God, oh my God, we cry. Shakatapa rekamashanda, rekamashanda. We are thirsty for you, Lord. We are thirsty for you, Lord. We are thirsty for you, Lord. We are thirsty for you. We are thirsty for you, our Father. Come and have your way. Come and have your way. Rakatapa, rekatapa sande. Tunahitaji nguvu zako. Shakata, ile kitu inaweza kuleta tofauti na mishoni zingine. Rekamashanda, ni nguvu za Roho wako, ni nguvu za Roho wako. Desire, desire the power of the Holy Ghost will help you. Shakapaya, rekamashanda. Tumwambie Bwana siku ya leo, jioni ya leo. Kama shanda, ninatamani nijazwe na neema yako. Rapasaka, repasata, remashanda, rekaboria. Tutambeba neema, watu watatuona, watatamani kutukaribia, kwa sababu tuna utukufu wa Bwana ambao umetuchukia. Hatutaonekana, watu wanatucheka, wengine wanatuondokea, wengine wanatufanyia madharau. Huyo sio Mungu ambaye tumebeba. We carry a mighty God, we carry a mighty God who is able to unite us, who is able to lift us. Kuna neema ya kuinuliwa kama missionary, kama Kawangware. Kuna neema ya kuinuliwa. Rakatapa, rapasanda, remashata, eliabagandama, rekayandama zelia, likataya. In the name of Jesus, receive that grace, receive that grace, receive that grace. Shalabarabaraba. The Bible says in the book of Isaiah 61, the Kapalada, Rekamashaka, Rekamasheta, the Holy Spirit is upon me. Rekamashata, Rekamasanda, Roho wa Bwana juu yangu, amenitia mafuta nikawahubirie waliotekwa, waliochindwa. Rakapa, Rekamashata. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu amenitia rakatapa mafuta niwahubirie. Shalabaraba, wenye kukufufa, wenye kufa, wenye hubari chema. Shakata, tutangaze ya kwamba ni Bwana ametutuma, ni Bwana ametutuma, ni Bwana ametutuma. Si Roho wa Bwana tuko na yeye, si ametubeba, si anatusaidia. Hatutaenda peke yetu, sio sisi tumejituma. According to the book of Isaiah 61 verse 1, shakatapa, rekamashata, rekababosa. That power, that power, that power, that power, that spirit. Ragande barada, Rakanda mareda, replasaka,
replaceta. Zikuna nguvu ziko juu yako, zikuna nguvu ziko juu yako, zikuna nguvu ziko juu yako. You are not alone, you are not alone, you have great God. Uko na Mungu mkubwa, uko na Mungu mkubwa. Shalalalalala zetelelebo sande rikabo shata. Hata kama unasikia moyo wako uko mwisho, there is more. There is more in the presence of God. There is more. Be ready. Be ready to receive from God. Be ready. Shakatapa remashadaba rekabababo rekamazeria rimashanda rebaboseta. In the name of Jesus, watu watawekwa alama, watu watapewa nguvu, watu watapewa nguvu, watu watapewa nguvu, hawatachoka katika jina la Yesu. Shakata, hawatakuwa na kungangana. The grace is sufficient. The grace is sufficient. Receive the grace of God. Receive the grace of God. Receive the grace of God. Shakatapa rekamashanda rekababoza. Be ready to receive what God has done in your life. Andaa moyo wako, andaa moyo wako. Kuna uamusho, kuna uamusho, kuna uamusho katika Kawangware, katika Waithaka. Ni wangapi wamejiandaa kuona matendo ya Bwana, kuona makusudi ya Bwana? Tumwambie Bwana, unapofanya kazi pale, usinipite, usinipite na mimi, usinipite hata nami Bwana nitembelee. Rabashatapaya, unapozuru wengine usinipite, usinipite, nina haja na wewe Bwana. Shalalalalala sheleleleleboza rikalalalabo rekereleleboza rikalala mazilia rimashanda. Shalabarabaraba. Ombea lile kanisa la Redeemed Gospel Church rekamashanda para Waithaka. Ombea hilo kanisa, ombea hilo kanisa rapasakata. Hata tunapoenda pale, mioyo yao itakuwa inatarajika, itakuwa imeandalika kutugojea katika jina la Yesu. Ombea hilo kanisa. Shakata ya rabo teli ya makayanda teli ya mashata. Tunakataa upingamizi wote katika jina la Yesu. Tunakataa confusion, tunakataa mpango wa uovu, tunakataa vita katika lile kanisa. Tunaliinua mbele za Bwana. Shalabaganda. Oh my God, tunaliombea. Itakuwa na neema, watakuwa na capacity ya kuhold hii mission in the mighty name of Jesus. Oh my God, tunaliombea pamoja na wachungaji wote wa lile kanisa. Shakapa rekamazeria rekamashanda rekamasata. Tunaombea kanisa la Kawangware Redeemed, la Waithaka Redeemed rekamashanda. Tunapojipanga kuingia pale, watalikaingia kiwango kingine, watalikaingia kiwango kingine, halitabaki likiwa la kawaida. In the mighty name of Jesus, have your way, have your way. Shakalala bosa ekalamayanda. You are the mighty God. Rapaseka rekataya. Tunaombea mchungaji ambaye ni hosta rekabasanda. Neema yako na kibali ya kukubalika hata yale maeneo. Shakataba rekamashanda. Hakika wema na fadhila zako zitafuata lile kanisa, zitafuata Regenerated siku zote, tukikutumikia siku zote, tukikufanyia kazi. Shalabaganda masanda rekabasheterebo rikamaradia zeketeberede antabarado. Kuna neema, kuna neema, kuna neema itashuka kwa lile kanisa kwa hizo siku zimebaki. Kuna neema inashuka, watahudumiwa, wataingizwa kiwango kingine. Tunapoenda pale, hatutawapata wakiwa kiwango cha kawaida. Kuna neema ya kuwainua, kuna neema ya kuwainua katika jina la Yesu. Shalalala basande rakatabarado seterereboza. Asante Yesu,
Korabarabaraba. Unifinyange, unifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinya, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinya, oh, 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 nifanye kama wewe, unifinyange, nifinya, oh, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinya, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadhara, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadhara, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadhara, ni kiu yangu, hey, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane na, ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifinya, wakinitazama wakuone wewe, unifinya, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange,
nifinya maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka nimepakwa mafuta mabichi mbele yangu umelinua, ndiyo maana nina uhakika shinda mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi mbele yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi mbele yangu umelinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Tumepakwa mafuta mabichi ndani yangu umelinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Amenena mwenyewe, haleluya, nitaishi nikitazama. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Oh, tazama, ishi sasa, utazame Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, nitaishi nikitazama. In the name of Jesus. Unaweza inua mkono wako popote uliko. Kama ni kwa mitandao, inua mkono wako katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya maombezi ya siku ya leo. Tunatangaza ya kwamba hii ni sauti yako na tutaishi tukitazama matendo na mioyo ambao utaendelea kuileta
na kuiokoa kupitia hii huduma ya Regenerated Youth Breed. Tunapongojea siku kubwa ya wokovu wako na uamsho wako katika maeneo ya Kawangware na Waithaka, twatangaza ya kwamba hii ni sauti yako. Tutaishi tukitazama. Tunapojipanga kwenda pale, twatangaza mbingu zikawe wazi katika jina la Yesu. Kila ngome na kila jiwe ambazo zimesimama na zimepandwa kinyume na makusudi yako, wacha sasa zikatii sauti yako, wacha zikaporomoke katika jina la Yesu. Tunaangusha kila ngome, tunaangusha kila marango. Shakatabagandama teri ya shanda, teri ya maganda, teri ya zikata. Ondoka, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Bendera ya Yesu sasa inapepea katika Kawangware, katika Waithaka. Sasa tunatangaza sauti ya Bwana, wacha inuke pale. Bendera zingine zote zikaweze kuwa chini ya nyayo zetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni asante kwa missionary wa Regenerated wanapojiandaa. Asante kwa watu wa Redeemed Gospel pale Waithaka wanapojiandaa. Tunawaombea neema, tunawaombea neema. Hakuna kitu tawaondoa na makusudi yako. Tunakataa kuzuiliwa na kila njia na kila mbinu zote, na ni ya kwamba tunaamini katika hii mission itakuwa na neema ya Bwana. Kutakuwa na nguvu za mvuto, watu watavutwa, watu watavutwa. Kutakuwa na mavuno mengi katika jina la Yesu. Baba, tunakubariki, tunalitukuza jina lako, hata kwa sababu ya viongozi wote wa Regenerated. Reka mashata ribabusa enta baragadei baradai intamania in the mighty name of Jesus. Endelea kuwatia nguvu, endelea kuwahurumia, endelea kuwaongoza in the name of Jesus. Bwana, tutakapoona ile siku imefika na tuone tukiwa Kawangware na tukiwa maeneo ya Waithaka na tupate ushindi wako, sifa, utukufu na heshima zitakurudia, na ni katika jina safi la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Pigia Bwana Yesu makofi mengi. We can glorify Jesus, we praise you, take all the glory. We honor you our Father, we honor you our Savior. Asanteni sana wale wametufuatilia katika mitandao yetu, tunapoendelea kwa siku 7 za kuombea mission yetu ambayo iko pale Waithaka Kawangware. Uko karibu sana, unaweza kutufuatilia through hiyo namba iko hapo kwa furaha. Tuko na namba ya simu hapo, unaweza kutupigia kama unaweza tamani kujua mambo mengi zaidi. Unaweza kutufuatilia through hiyo information iko hapo, na tutafurahi tukikuona. Haya maombezi bado yanaendelea, bado kesho tuko. Kwa hivyo Mungu akipatia nafasi, tuunganike pamoja kwa utukufu wa jina la Bwana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom. God bless you. Amen.